Assalamu alaikum na karibu katika urukuzi wa vichwa vya habari vya magazeti mbalimbali ya Tanzania. Ikiwa leo ni tarehe 8 ya mwezi Machi mwaka 2024, siku nzuri kabisa, siku ya Ijumaa, kwa moyo mkunjufu kabisa ni kualike kunako urukuzi wa vichwa vya habari vya magazeti mbalimbali ya Tanzania. Dakika kadhaa za kutazama namna magazeti ya Tanzania yalivyoandikwa kwenye kurasa zake za mbele. Jina langu ni Shehani Mzeina. Hii ni Toka Zamani TV. Kwa nikukumbusha, kama ndio mara ya kwanza kabisa unaungana nasi, tafadhali subscribe, bonyeza alama ya kengele ili unapata taarifa mbalimbali kiganjani mwako. Lakini pia tunapatikana Facebook kwa jina la Shehani Mzeina, Instagram ni Toka Zamani TV_TZ, TikTok ni Toka Zamani TV na Twitter ni Toka Zamani TV_TZ. Na bila kupoteza wakati, tunaanza rukuzi siku hii leo kwa kulitazama gazeti Habari Leo, gwiji la habari Tanzania. Lenye habari iliyopewa kipaumbele ni mpango wa taka suluhisho riba za mikopo, biagi za mapendekezo fedha za kigeni, mfumo mpya BOT kuharakisha miamala. Habari kamili ni katika ukurasa wa pili wa gazeti hili. Mtaala mpya wa elimu waanza na vitabu bilioni 8.6. Habari katika ukurasa wa 7. NHIF michango ipo salama, hakuna mkopo hewa, yatumia bilioni 68 kutibu figo, saratani. Habari kamili ni katika ukurasa wa 7 wa gazeti hili. Samia aipongeza TSN Nape kuiunga mkono. Habari inaendelea kwenye kurasa za ndani za gazeti hili. Lakini pia gazeti Habari Leo, habari nyingine zilizopewa kipaumbele kwenye ukurasa wa mbele wa gazeti hili ni Mbowe afungua kesi kunusuru nyumba yake. Habari katika ukurasa wa 3. Mfanyabiashara ajiua kwa risasi Tabora. Habari katika ukurasa wa 4. Wanaohama Ngorongoro kupewa viwanja 10,000. Habari katika ukurasa wa 4 wa gazeti hili. Taasisi zaagizwa kubadili mifumo nishati ya kupikia. Habari kamili ni katika ukurasa wa 7. Lakini pia gazeti hili limeandika warithi wazito Duni Haji wataja vipaumbele. Habari ni katika kurasa za ndani za gazeti hili, na hivi ndivyo ambavyo limeandika gazeti Habari Leo, gwiji la habari Tanzania. Pamoja na gazeti Habari Leo mikononi mwangu, nalo gazeti Mwananchi lenye habari iliyopewa kipaumbele ni yes inawezekana. Leo siku ya wanawake duniani, na Rais Samia atakuwa mgeni rasmi kwenye kongamano la The Citizen Rising Woman, huku kukiwa na mengi ya kujivunia. Mwananchi limekuchambulia mambo makubwa yaliyofanywa na wanawake na taasisi nyeti wanazoziongoza. Habari kwa urefu zaidi inapatikana kwenye ukurasa wa 4 pamoja na ukurasa wa 5 wa gazeti hili. Gazeti hili likiwa na nukuu ya Rais Samia Suluhu Hassan aliyewahi kuhutubia wanawake jijini Dodoma Juni 8 mwaka 2021, ikisema, ni wahimize wanawake wenzangu waliobahatika kupata nafasi za uongozi, mjitahidi kuwa chachu kwa wanawake wengine wanaotuangalia kama mifano yao. Sisi tulioshika nafasi mbalimbali tujionyeshe mfano mzuri, wanaotufuata nyuma watake kutuiga tunakotaka kufika sisi. Undani wa taarifa hii ni katika ukurasa wa 4 pamoja na ukurasa wa 5. Gazeti hili likipambwa na picha za viongozi mbalimbali wanawake. Lakini pia gazeti hili limeandika ACT yaacha somo kwa demokrasia, Ado apewa shavu. Habari katika ukurasa wa 3 wa gazeti hili. Dr. Mpango atoa maelekezo suluhisho la uhaba wa dola. Habari katika ukurasa wa 2. Sababu mtaala mpya kutotekelezwa nchini. Habari katika ukurasa wa 3 wa gazeti hili. Lakini pia gazeti Mwananchi limeandika Mbowe akimbilia kortini kuzuia nyumba kuuzwa. Habari katika ukurasa wa 19, na hivi ndivyo ambavyo limeandika gazeti Mwananchi katika ukurasa wake wa 2. Tulitazame sasa gazeti Majira, gazeti huru la kila siku lenye habari iliyopewa kipaumbele ni Mbowe adenga kortini kunusuru nyumba yake. Ni baada ya mahakama kutoa amri ya kupigwa mnada atakaiachwe kwa kuwa si mali ya watoto wake. Shauri kuendelea Machi 12. Habari katika ukurasa wa 4 wa gazeti hili. NHIF yafunguka mafanikio ya Samia kwa miaka 3. Habari katika ukurasa wa 4. Mfanyabiashara ajiua kwa kujipiga risasi. Habari katika ukurasa wa 4. Waliomteka mwanamke wahukumiwa kulipa faini. Habari inaendelea kwenye ukurasa wa 4 wa gazeti hili. Lakini pia gazeti hili limeandika Ado Sheibu katibu mkuu mpya ACT Wazalendo. Habari katika ukurasa wa 3. Wanawake na mtumbo wapigwa jeki milioni 287. Habari katika ukurasa wa 8. Trump ataka mdahalo wa uchaguzi na Biden. Habari katika ukurasa wa 19. Lakini pia gazeti hili limeandika Jokate Samia kielelezo cha uongozi imara wa mwanamke. Habari katika ukurasa wa 4. Na hivi ndivyo ambavyo limeandika gazeti Majira, gazeti huru la kila siku. Ninalo gazeti Nipashe Mwanga wa Jamii lenyewe limeandika siku ya wanawake, sauti za sikika toka kila kona
wataka nguvu zaidi, fursa uongozi. Daktari nahodha madereva bodaboda waeleza tamu chungu za kazi zao. Habari inaendelea kwenye ukurasa wa pili, ukurasa wa 5 pamoja na ukurasa wa 12. Gazeti hili limeandika mwendesha bodaboda alianza vita na maisha akiwa house girl da. Habari katika ukurasa wa 14. BOT yaanika kasi ya kutisha uwizi wa mabilioni njia ya mapato. Habari inaendelea kwenye ukurasa wa 3 wa gazeti hili. NHIF hospitali binafsi kukutana ili kuwekana sawa. Habari katika ukurasa wa 4. Mboya akimbilia mahakamani kuzuia nyumba kupigwa mnada. Habari katika ukurasa wa 7. Lakini pia gazeti Nipashe katika ukurasa wake mbele habari za michezo na burudani limeandika Jorginho afurahishwa kuhusishwa Barcelona. Habari katika ukurasa wa 22. Kocha Simba alia uzembe. Habari katika ukurasa wa 24. Na hivi ndivyo ambavyo limeandika gazeti Nipashe mwanga wa jamii. Pata nakala yako, some kwa ndani zaidi. Tulitazame sasa gazeti Zanzibar Leo, kwa ukweli na uwazi, lenye habari iliyopewa kipaumbele ni Hemedi mtaro Kibonde Mzungu umalizike kwa wakati. Habari katika ukurasa wa pili. Dr. Mpango ataka hatua kukabili uhaba wa fedha za kigeni. Habari katika kurasa za ndani za gazeti hili. Hatua zimepigwa uwekezaji wa wanawake wa Waziri Membe. Habari ni katika kurasa za ndani za gazeti hili. Dawa za kulevya zinaathiri kiuchumi pakacha. Undani wa taarifa hii katika kurasa za ndani za gazeti Zanzibar Leo. Lakini pia gazeti hili limeandika Niger, Mali, Burkina Faso zaunda kikosi kukabili uasi. Habari katika ukurasa wa 9 wa gazeti hili. Na hivi ndivyo ambavyo limeandika gazeti Zanzibar Leo, kwa ukweli na uwazi. Pata nakala yako, some kwa ndani zaidi. Jicho letu sasa ni katika gazeti Tanzania Leo, sauti ya Mtanzania, lenyewe limeandika Samia ni turufu kitita kipya NHIF ni matokeo ya uwekezaji aliyoufanya. Konga ampongeza, aeleza mikakati. Habari katika ukurasa wa 3. Siku ya wanawake viongozi wa msifu Rais Samia ni kinara wa mafanikio sekta mbalimbali. Habari katika ukurasa wa 2. Rais Samia kinara wa uongozi Jokate. Habari katika ukurasa wa 2. Bilioni 132 kujenga barabara ya Bigwa Kisaki. Habari katika ukurasa wa 4. Lakini pia gazeti Tanzania Leo limeandika tutafakari changamoto uhaba wa dola mpango. Habari katika ukurasa wa 4. Viwanja 10,000 kupimwa awamu ya pili Msomera. Habari katika ukurasa wa 4. Na hivi ndivyo ambavyo limeandika gazeti Tanzania Leo, sauti ya Mtanzania. Pata nakala yako liweze kusoma kwa ndani zaidi. Na sasa tugeukia habari za michezo na burudani kwenye magazeti ya michezo na burudani. Mikononi mwangu nalo gazeti Mwanaspoti kata ya michezo na burudani, lenyewe limeandika Nabi nimeona watatu Yanga, anza na Pakome yupo pia yao na Mungo yeshtuka. Habari inaendelea kwenye ukurasa wa 2 wa gazeti hili. Bangura afichwa siri ya bao 2, amtaja Ahmed Ali, aingia anga za Maxi. Habari inaendelea kwenye ukurasa wa 2 wa gazeti hili. Bruno njia nyeupe ihefu. Habari katika ukurasa wa 3. Matola achiwa msala, ishu ya Gonal CR7 ipo hivi. Habari katika ukurasa wa 18. Siku ya wanawake hawa ndio wakali wao. Habari katika ukurasa wa 8 pamoja na ukurasa wa 13. Lakini pia gazeti hili limeandika hadithi ya penzi la usaliti inapatikana kwenye kurasa za ndani za gazeti hili. La Liga leo Ijumaa Barcelona vs Mallorca, mchezo unapigwa saa 5 kamili usiku. Pata nakala yako ya gazeti Mwanaspoti usome kwa ndani zaidi. Nalo gazeti Champion lenye habari iliyopewa kipaumbele Ijumaa leo ni imeisha hiyo. Dube apewa jumba la kifahari da, awaga wachezaji wenzake. Bosi Azam FC afunguka. Habari inaendelea kwenye kurasa za ndani za gazeti hili. Kisa na Mungo Gamondi au kapa mtego Benchika. Chama au piga chenga mkataba mpya Simba. Feitoto gari lake limekatika breki ligi kuu. Habari katika kurasa za ndani za gazeti hili. Baada ya kusepa Benchika atoa maagizo mazito Simba. Babakar Kanuti ngoma kikangoni. Habari katika kurasa za ndani za gazeti hili. Kocha Prisons ataja walioiua Simba Sports Club. Habari ni katika kurasa za ndani za gazeti hili. Na hivi ndivyo ambavyo limeandika gazeti Champion. Pata nakala yako liweze kusoma kwa ndani zaidi habari hizi ambazo zimepewa kipaumbele magazeti ya habari. Mikononi mwangu nalo gazeti Habari Leo, gwiji la habari Tanzania, lenye limeandika Benchika afuata makali Algeria. Yanga na Mungo kibaruani leo. Dube awaga rasmi Azam FC. Habari katika kurasa za ndani za gazeti hili. Fela ayomba serikali kuwashika mkono. Habari katika ukurasa wa 21. Singida yavunja benchi la ufundi. Habari katika ukurasa wa 23.
na hivi ndivyo ambavyo limeandika gazeti Habari Leo katika ukurasa wake nyuma, habari za michezo na burudani. Gazeti Nipashe Mwanga wa Jamii lenyewe katika ukurasa wake nyuma limeandika kocha Simba aliye uzembe asema safu ya ulinzi ilifanya makosa, wamiliki mpira lakini. Habari katika ukurasa wa 23. Yanga hesabu zao ni pointi 3 leo. Habari katika ukurasa wa 23. Mbappe sina tatizo na Henrique. Undani wa taarifa hii katika ukurasa wa 21 wa gazeti Nipashe Mwanga wa Jamii. Pata nakala yako liweze kusoma kwa ndani zaidi. Lakini pia neno gazeti Tanzania Leo katika ukurasa wake nyuma, habari za michezo limeandika show kubwa Yanga Sports Club ikivaa Namungo ugenini. Dube afunguka sababu kuondoka Azam FC. Azam FC sasa yageukia Yanga. Habari ni katika kurasa za ndani za gazeti hili. Joshua Nganu kumaliza ubishi leo. Sala fiti kuivaa Man City Jumapili. Benchika kuzikosa Coastal. Singida Fountain Gate. Habari ni katika kurasa za ndani za gazeti hili, na hivi ndivyo ambavyo limeandika gazeti Tanzania Leo katika ukurasa wake nyuma, habari za michezo na burudani. Na hivi ndivyo ambavyo tunakamilisha rukuzi ya vichwa vya habari vya magazeti mbalimbali ya Tanzania kupitia hapa Toka Zamani TV. Asante kwa kutuchagua, asante kwa kuwa nasi.